tunasoma ndoa za kishetani. Ndoa za kishetani, nitaanzia wapi? Nianze wapi kwa kuwa ni broader? So ndoa za kishetani kawaida, like I said, tumefundishwa kupiga mapepo. Is a spiritual spouse. Unang'ang'ana, roho aliyekuja kunifungisha ndoa na kupiga na kupasua, na shangaa hatoki. Na shangaa mbona hatoki huyu? Kumbe ndani ni mtu. Ni mtu. Mtu akifa bado ni mtu. Anaacha mwili, ile roho sasa, huyo ndio mtu. Mwili haufai kitu, roho ndio itiayo uzima. Mwili haufai kitu, roho ndio itiayo uzima. Haya, kitabu cha Matthew 22 ukianzia verse 24 mpaka 30. Hapa watu walimfuata Yesu. Wakamwambia, Musa alituambia mtu akifa bila mtoto basi ndugu yake anayemfuata ataoa bibi yake. Sasa hapa kwetu palitokea jamaa mmoja. Huyo jamaa utasoma kwa wakati wako, Matthew 22. Thank you so much Kenneth. Hapa kwetu palitokea jamaa mmoja ambaye alikufa bila kupata mtoto. Alafu ndugu yake anayemfuata akaoa bibi yake, naye pia akafa bila kupata mtoto na mwanamke. Akaja watatu, wanne, watano, mpaka wa sita, akaja wa saba. Wanamwambia Yesu. Sasa the point is wakifufuliwa katika wafu. So kumbe watu wanafufuliwa katika wafu. Huyu mke ataitwa huyu msichana atakuwa mke wa nani? Yesu akakaa akawasikiza, akamwambia sikizeni. Watu wakifufuliwa kutoka kwa wafu, mbinguni hakuna kuoa ama kuolewa. Watakuwa kama vile malaika. Na nipata mtu akifufuliwa katika wafu, mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa. Anaongelea stori za mbinguni. Atakuwa kama vile malaika. So watu wanafufuka kutoka kwa wafu, alafu wanakuwa kama malaika. Shetani pia ana malaika zake. Mungu pia ana malaika zake. Ndio maana palitokea vita mbinguni. Gabrieli, Mikaeli na malaika zake wakashindana na ule joka na malaika zake wakashindana naye tena, lakini hawakushinda. Unaona? Wakatupwa hata chini na nafasi yao haikuonekana mbinguni. Malaika wale, the fallen angels, na malaika walipigana na Mikaeli, wakatupwa mpaka nje. So wale malaika sasa wakashuka. So hapa Biblia inasema wakifufuliwa katika wafu hakuna kuoana. Amefufuliwa kutoka kwa wafu, lakini anaongelea mambo ya mbinguni. Watu ukifa kwa Mungu kuna mahali unaenda. Ukifa kwa shetani kuna malaika anakuchukua. Ile story ya Lazaro na tajiri. Hapo ni kitabu cha Luka kuanzia 16. Utasoma kwa wakati wako verse 29 hapo kwa kwenda chini. Hapa kabisa ule jamaa ule tajiri anamwambia Abraham, sikiza, mimi nina ndugu zangu. Hiyo ni Luka 16 ukianzia 29 mpaka 31. Mimi nina ndugu zangu mahali, wakiona mtu amefufuka kutoka kwa wafu watamsikia, watatubu. So anaona yani mtu akifufuka kutoka kwa wafu watamsikia, alafu watatubu. So alikuwa afufuke kutoka kwa wafu, akuje duniani na mwili gani mpaka aongee na watu wamsikie? So kumaanisha mtu akifa vile anakuwa kama malaika. Na ukiwa kama malaika unaweza rudi na mwili mwingine. Ndio maana wale malaika walimkutokea Musa. Malaika watatu walimtokea Musa wakiwa na mwili hivi, wakakula mpaka kuoshwa mguu. Na hawa watu baada hao malaika wakaenda mpaka kwa Lutu. So Abraham, tajiri hapa kwa Luka 16:29 mpaka 31, tajiri anamwambia Abraham, mtu akifufuka kwa wafu. Abraham akamwambia sikiza, hata mtu akifufuka kwa wafu bado hawatamsikia. Huko duniani kuna watu kama Nabii Musa. There are people like Nabii Musa, yani Nabii Musa kama leo kuna watu kama wewe, yani ambao wameshika neno la Mungu, anawafundisha jinsi ya kuomba. Kuna mtu kama Alex mahali fulani, kuna mtu kama Imelda mahali fulani, kuna mtu kama Kate, kuna mtu kama Kenneth, kuna mtu kama Solomon. Kama hawatawasikiza wale, hata akitokea mtu kutoka kwa wafu basi hawatamsikiza. Watu walivyo na vichwa ngumu. So tunaona kumbe watu wanaweza toka kwenye ulimwengu wa roho wakaja kwa watu kama vile malaika. Tumeambiwa mtu akifa anakuwa kama malaika, na malaika kumbe ana uwezo wa kuvaa mwili, right? Akakuja kama wewe tu. Shetani pia na malaika zake, keep in mind. Shetani pia na malaika zake, Mungu pia na malaika zake. Kitabu cha Mwanzo
Mwanzo 19 na Mwanzo 19 verse 5. Hao na wale malaika walienda kwa Lutu. Hao malaika walienda kwa Lutu. Wale wajamaa wa Sodom na Gomora walikuwa wamejaa, yani dhambi ilikuwa ndio yani wao na dhambi wako in the same WhatsApp group. Wanapenda dhambi, walikuwa wanapenda mambo ya anasa. Wakamfuata Lutu akamwambia, uko wapi wale watu wamekuja kwako? Biblia inasema tunataka tujuane, na wameficha, lakini wanaongelea walikuwa wanataka kufanya nini? Kufanya mapenzi na wale malaika. Mind you, ni malaika wamevaa umbo ya kiume. Mpaka Lutu anamwambia, sikiza, mimi nina mabinti mabikra na mabinti zangu mabikra nitawapa. Wanasema hapana, huyu mtu umekuja kwetu juzi, unatuambia nini wewe? Tunataka hawa jamaa. So malaika walikuwa wamevaa mwili na wanapendeza, mpaka watu wa Sodom na Gomora wanataka. So kuna uwezekano tu kuna kama malaika kagiza kamekuja kakavaa mwili. Unajua tumefungwa akili, tunadhani hizi vitu zilitokea kwa Biblia peke yake. That's how hivyo ndo watu wanafundishwa. These are lessons zimetoka kwa Biblia. Unaishi na watu ambao sio watu kwenye dunia. Kuna watu ni watu na kuna watu ambao sio watu. Unaishi nao, wanatembea. You're walking with the dead. Kuna watu wamefufuliwa kutoka kwa wafu, wana roho, anatembea kabisa, anatembea lakini si mtu, si yeye aliye ndani. Mwili ni wa mtu lakini ndani si yeye. Na kuna watu kabisa ni watu lakini shetani amefanya mambo yake akawaleta wakachukua mwili. Ndio maana kuna mtu unashangaa una date mtu kwa mahusiano na mtu, lakini kila kumwambia nataka kwenda kuona wazazi wako, anakuambia unajua wazazi wangu, anakupeleka hivi kidogo. Akishafanya mapenzi na wewe jamaa anapotea, unasema just had a one night stand na mtu fulani akaniblock. Si mtu, kuna uwezekano sio mtu, ni kama mtu kamekuja kuiba nyota kupitia tendo la ndoa. So hawa malaika walitoka Sodom na Gomora, walikuwa wamevaa mwili kabisa, na watu wa Sodom na Gomora wakapendezwa nao. Kitabu cha Mwanzo chapter 6 verse 1 mpaka 4 inasema, ikiwa hapa inaongelea the fallen angels, ikiwa wanadamu walipozidi kuongezeka juu ya uso ya nchi, unaona, na wana wa mabinti wakazaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaona mabinti za wanadamu kwa kuwa ni wazuri, wakajichagulia wake, yani the fallen angels. Unaona, hawa mabinti wanazaliwa ni warembo. So when they fell, walijichukulia wake, wakazaa manefili. Unaona, hawa ni malaika wa Mungu. Wana wa Mungu ni malaika wa Mungu. Walikuja aje duniani? Walivaa mwili. Kakapendeza, tall, dark and handsome. Vile unavyotaka, msichana mrembo, ako na figa mzuri, mrembo kabisa, huru laini, shingo ya upanga, macho ya gololi, akitembea ni kama amepakwa mafuta kwa mgongo wa chupa. Ukamwita baby. Kumbe baby ni mmoja wale malaika waliotumwa, malaika wa giza. Mrembo sana, anakupenda, lakini amekuja kuiba nyota. Ameambiwa nyota ya mtu huyu utaipata tu kupitia kitu fulani, lazima ukae karibu naye. Ni majeshi ya wafu, ametumwa, ni malaika wa giza, the fallen angel ametumwa. Na kuna watu sasa uzao wao ni uzao wa manefili. Kuna the fallen angels, babu yake ama babu wa kizazi cha 3 na cha 4 alikuja duniani. Alipokuja duniani akajichukulia mke, akapata mtoto, probably yule malaika akafa ama akapotea. Yani kimsingi, yani tukio litokea ukaona ni kama mtu amekufa, lakini kumbe alikuwa ni malaika. Mkazika kitu, lakini si kitu kilichozikwa. Ule malaika kaenda kufanya shughuli zake kwingine, si mfanye biashara wa mili na roho za watu. Pakaanza kutokea generation ya uzao wa malaika, the fallen angel. Ndio maana kuna familia zimejaa uovu tu, zimejaa uchawi kwenye familia, ni wachawi. Going back unapata hawa ni manefili, they are not real people hawa, ila wako na umbo kama yetu, wako na sura kama zetu, wanatembea kama sisi, lakini sio wetu. Biblia inasema walikuwa wetu, walitoka kwetu, lakini hawakuwa wetu, ila walitoka ili wafunuliwe, kumbe hawakuwa wetu. They came from us but they never belonged to us, but walitoka ili wafunuliwe kuwa sio wetu. Sijui kama unaelewa. We think, unadhani umepata katoto, kumbe ule mpenzi wako. Muulize mpenzi wako, wewe ni mtu? Ingia kwenye maombi, wewe ni mtu? Ama wewe ni ukoo fulani, umetoka wapi?
Ndio maana mtu, kuna watu fulani ukiangalia nyuma unapata ni uchawi tu umejaa. Unashangaa mama ni mchawi, baba ni mchawi, baba ni devil worshiper, mama antini wachawi. Kuna familia ziko na pesa kabisa, shetani pia anawapatia watu wake pesa. Shetani alimpandisha Yesu kwenye mlima akamwambia, akamwonyesha, Biblia inasema akamwonyesha Yesu milki na falme zote kwa dakika moja, akamwambia nitakupa. Yesu akusema milki si zako, anamwambia hakumwambia hivyo. Sababu shetani pia kuna watu wake wanawapatia milki fulani fulani. Unashangaa familia fulani ni matajiri, lakini sivyo wanavolala na wanawake, sivyo kwenye ndoa zao zinaharibika, sivyo wanavokufa na magonjwa, sivyo wanavoangamia. Ni ukoo fulani fulani. Lakini kwenye makanisa hatufundishwi ya mambo, hatuambiwi these things zina happen, hatuambiwi hizi vitu zinatokea, hatuambiwi, tunafichwa. Kwa sababu gani? Pastor pia amefungwa. Hiyo ni kitabu cha Mwanzo. So kuna uwezekano kuna generation imetokea ya giza kabisa, ama umeoana na mtu ya giza. So tunavunja hizo ndoa. Hizo ndoa tunataka kuzivunja kwenye ulimwengu wa roho. Na utajiuliza, mimi paka niko na mtoto na mpenzi wangu, lakini kweli kwao naona nikilala usiku naona mamake anakuja kuninyonga nikilala usiku. Yani nikianza kuomba mara napigana na wao. Vyote vilivyoumbwa na Mungu, kila kitu ni mtumishi wa Mungu. Hata kama ni mnefili umeoana naye, mmepata watoto 3, unaweza rudisha wale watoto. Tuna uwezo wa kugeuza. Tunaweza kufanya nini? Wa kugeuza. Ndipo Mungu akageuza umateka wa Ayubu. Alipoombea rafiki zake, Mungu akambariki. Mwisho wa Ayubu kawa bora kuliko mwanzo. Tunaweza kugeuza. Yesu akachukua mkate akaumega, akasema tazama, huu ndio mwili wangu. Kutoka mkate ukawa mwili wake. Yani from bad to good. Na sisi pia tunaweza kugeuza. Usiogope kusema inawezekana mimi nimeolewa na mtu kwao. Wewe unaongelea mambo ya ukweli. Kuna uwezekano niliolea naye si mtu, ama ni majeshi ya wafu imefufuliwa. Ni mtu, ni roho imeletwa kabisa na amepata uwezo, lakini kuna uwezo kumtakasa na kugeuza. Ile unapokuwa unaomba, kama ni kanefili ama kama ni wafu aliyetoka kwa wafu, ni mtu ametoka kwa wafu akavaa mwili, ama ni malkia wa giza amevaa mwili, unaweza omba ukampoteza, lakini usiogope. Mungu anafanya realignment, anakurudisha kwenye njia yako. So kuna uwezekano. Ndio maana tunaambiwa ujapokula au kunywa ama ukitenda jambo jojote ama ukitenda chochote, basi fanyeni kwa utukufu wa Mungu. So tumeona design nyingine nini? Ni mtu kabisa ako na mwili, lakini mapepo yanamuingia. Roho za watu zilizo chini ya bahari, mizimu, nyanya yake anamuingia. So wewe kwa damu na nyama unadhani una date David, unadhani una date mtu fulani Jackson, unadhani una date Pauline kama kuna mtu anaitwa Jackson, unadhani una date mtu fulani, lakini kiuhalisia, kiroho una date babu yake aliyekufa, ni mkuu. So huyu jamaa amechaguliwa kuwa custodian wa madhabahu. So wale wazee wa ukoo wanaingia ndani yake. Wakiingia ndani yake, wewe unafanya ndoa na wao, umefungishwa ndoa. Ila kwa ulimwengu wa damu na nyama unaona nimefungishwa ndoa na nani? Na mtu fulani. Lakini rohoni wapo watu waliofungisha ndoa. Ndio maana maisha yako yanakuwa vile vile. Kuna vile maisha yako yapo. Kajamaa kanalewa, kajamaa kanachelewa, kajamaa kanapenda wanawake, kana kucheat. Unashangaa ni nini huyu? Amekunyima amani, kumbe sio yeye. Mwenye mwili alitolewa. Kuna uwezekano unaweza tolewa kwenye mwili. Roho imetolewa. Ukaachiwa nafsi. Nafsi ndio kitengo cha fikra. So kuna wengine pia nafsi zao zimefungwa, zimeibiwa. Itoe nafsi yangu kifungoni nipate kukuhimidi. Right? Kuna watu pia nafsi zao zimefungwa. Roho za watu zikaingia ndani. Ndio maana kuna wakati unapokuwa unaomba unasema napiga kila roho, every demonic spirit nazivunja katika jina la Yesu Kristo. Zilizomuingia mume wangu azitoke. Kwa sababu gani? Ni watu. Na sheria ya Mungu hapendi kuwatesa wanadamu. Ile roho ni roho ya mwanadamu. Mungu hapendi kuitesa. Mtu kufa mara moja, akifa mara moja kinachofuata ni hukumu. So cha msingi si kuipiga, cha msingi unaomba hivi. Nataka kuwafundisha kama kuna mapasta hapa ama yoyote ambaye atachukua idea. Cha msingi ni kumuita mwenye nyumba. Mwenye nyumba ni mwenye ile roho. Like your body is a temple, is a house.
ni kumuita mwenye nyumba, alafu kwanza kupiga zilizo kwenye nyumba. Ukianza kupiga zilizo kwenye nyumba kabla ya kumuita mwenye nyumba, kuna uwezekano ule jamaa hali yake inaweza kuwa mbaya zaidi. Umemwombea yes kwa imani, lakini sasa walio ndani sikia yeye wanaanza kumuumiza mwili. Unapata mtu alikufa ghafla. Ndio maana kuna watu ni wagonjwa kabisa wanaombewa. Unasema katika jina la Yesu Kristo, kila roho iliyoleta magonjwa naipasua, naipiga, naivunja, na iamuru itoke. Inatoka ndani zinalia, "Oye, tunatoka." Ilo akitoka ule mwili inabidi umekufa. Mpaka patokee mtaalamu pale wa Mungu sasa. Ndio maana uanze kuingiza ile kifungu, sema imeandikwa katika jina la Yesu Kristo, kwa jina lako tutafukuza pepo wachafu, kwa jina lako tutatakasa wakoma, kwa jina lako tutaekelea mikono juu ya wagonjwa na watapona, kwa jina lako tutafufua wafu. Unaanza kumwita, unasema katika jina la Yesu imeandikwa, roho ya Bwana juu yangu, amenitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema, vipofu kupata kuona kwao tena, na wale kwa magereza kupata kuachiliwa kwao. Na achilia roho ya mtu huyu iliyoshikwa kwenye magereza na iita njoo. Unashangaa jamaa ni kama kalikuwa kwa koma, sasa anakuja. Ukamwambia ulikuwa wapi? Anakuambia nilikuwa kwenye bahari. Ulikuwa wapi? Nilikuwa nimefungiwa kwa kuna watu wamefungiwa kwenye, nilikuwa nimefungiwa bungeni, nilikuwa nimefungiwa kwenye choo. Sasa umemwita. Unaita watu hawa. Isaiah 42 mstari wa 22 inasema watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Ni mtu ameibiwa na kutekwa, amewekwa kwenye magereza, amewekwa kwenye mashimo, wamekuwa mawindo, hakuna okoaye wala hakuna aitaye. Hapo kwa kuita sasa, mtu amewekwa kwenye mashimo kwa kuitwa, sasa hajapatikana wa kuitwa, lakini saa ipo na saa yaja ambayo wafu watasikia sauti ya mwana wa Adamu. Biblia inasema kama vile Mungu anavyohuisha wafu na kuwapa uzima, ndivyo walivyo wanahuisha. Huisha ni kuinua, wanahuisha chochote wakipendacho. So topic yetu leo ni kupiga hizo ndoa za kishetani. Tumeona watu wanaweza kufufuliwa kutoka kwa wafu wakaja kwetu. Ni kama mtu kabisa kalifufuliwa kutoka kwa wafu, kakavaa mwili, wafanya malaika zake kama upepo na watumishi wake kama miale ya moto. Tumeona watu wakifa, kumbe mbinguni wakifa wanakuwa kama vile malaika, wanakuwa roho huru, wanakuwa roho. Right, anakuwa roho, anaweza vaa mwili akaja kwako na mkapata mtoto naye kama vile wale malaika, wakapata mtoto naye na generation kumbe ikaendelea. So kuna uwezekano baadhi yetu ndio hiyo generation. Kuna wengine katoto kanazaliwa kabisa, lakini ndani yake kuna nguvu iliyotangulia. Kwa haraka before tuanze kuomba, kwa haraka nitasoma kitabu cha Luka chapter 1 kuanzia verse 11 to 17. Inasema ndipo malaika wa Bwana akiwa amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukuzia ubani akamtokea Zakaria. Zakaria ni babake nani? Yohana Mbatizaji. Akamwambia Zakaria, alipomwona huyu malaika akafadhaika sana, akajawa na hofu. Lakini malaika akamwambia, usiogope Zakaria, kwa maana Mungu amesikia maombi yako. Mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto wa kiume, naye utamwita Yohana. Mkewe atakuzalia mtoto wa kiume, utamwita Yohana. Okay? 14 nasema yeye atakuwa furaha na shangwe kwako, nao watu wengi watashangilia kwa sababu ya kuzaliwa kwake, kwa kuwa atakuwa mkuu mbele za Bwana. Kamwe hataonja mvinyo ama kinywaji chochote cha kulevya, naye atajazwa na Roho Mtakatifu hata kabla hajazaliwa. Atajazwa na Roho Mtakatifu. Nataka mshikizo key point. Atajazwa na Roho Mtakatifu kabla hajazaliwa. Right? Naye atawageuza wengi wa Waisraeli warudi kwa Bwana wao, naye atatangulia mbele za Bwana katika roho na nguvu ya Eliya. So ni Yohana Mbatizaji amezaliwa, tunaambiwa atatangulia katika Bwana na roho na nguvu ya Eliya. So Mungu akifanya hivyo, shetani pia ana maarifa yake. Katoto kadogo kamejazwa na roho ya mauti, kamejazwa na roho ya magonjwa, katoto kadogo tu kamechaguliwa na shetani, kanatangulia na nguvu na roho ya babu wa kizazi cha tatu, anatangulia na nguvu na roho ya nyanya wa kizazi cha pili aliyemchawi. Kamechaguliwa wako, kamejazwa na roho kakiwa kadogo. Na ni katoto, unasema baby, unaanza kuona tabia yake. Unasema tabia za mtoto wangu, mtoto kwanza amefanana na mjomba.
Huyu mjomba alikufa miaka 5 iliyopita na tabia zake ni kama za mjomba. Mjomba alikuwa anapenda kupiga watu. Alikuwa anapenda kupanda juu ya mti akikojoa. Mara anakojoa kwenye masufuria. Katoto kamejazwa na roho na nguvu za mjomba. Kama vile tu na katoto akajijui. So tumeona hapa Yohana Mbatizaji ametangulia na roho na nguvu ya Elia. Elia alikuwa anakaa kwa forest. Yohana Mbatizaji hivyo anakaa kwa forest. Elia anakula asali, Yohana pia alikuwa anakula asali huko. Elia tu Yohana Mbatizaji anasema hii ndio sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, lakini hajijui. Wacha naonyeshe kwa nini hajijui. Ana nguvu ya Elia lakini hajijui. Yohana, tutasoma kitabu cha Yohana chapter 1 verse 19 mpaka 28, lakini tena mbio. Viongozi wa Wayahudi waliwatuma makuhani na Walawi waje wamuulize Yohana, wewe ni nani? Unaona? Viongozi wametuma watu kwa Yohana, wewe ni nani? Yohana akawajibu waziwazi pasipo kuficha, mimi siye Kristo. Akasema mimi si Kristo. Kama mnadhani mimi ni Kristo, I'm sorry guys. I'm not Jesus. Wakamuuliza, wewe ni nani basi? Wewe ni Elia? Akajibu hapana, mimi si Elia. Lakini tumeona hapa amekuja kwa nguvu na roho ya Elia. Roho ya Elia na nguvu. Lakini hapa anasema mimi si Elia. Ndipo akasema tuambie wewe ni nani ili tupate jibu. Wanaambia tuambie wewe ni nani? Tueleze kabisa. Akawajibu kutumia maneno ya nabii Isaya. Akamwambia mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, nyosheni njia ya Bwana. Jamaa hajijui, anakwambia mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Akajijui. So kuna mtu umeoana naye lakini ndani yake ni nguvu na roho ya babu aliyekufa kitambo, mchawi. Alikuwa amefungiwa kwenye bahari, amefungiwa juu ya nchi, amefungiwa juu ya anga. Amefungiwa lakini akaingia mtu na jamaa hajijui. Jamaa nadhani I'm just Daniel. Ndio maana kuna nguvu ya majina. Leo nitamuita mtoto wangu ukoo, nitamuita jina la babu yangu. Babu kumbe ni mganga, babu kumbe ni mchawi. Roho yake inakuja na ingia ndani ya mtoto lazima uvunje pia maagano ya majina na nguvu. So Yohana hapa anasema mimi si Kristo na mimi si Elia. So kuna mtu umefungisha naye, uko naye kwenye mahusiano, ana mwili, amezaliwa ni katoto, lakini ndani yake si yeye huyo jamaa, si yeye. Shetani waga anaiba nyota, anaiba roho za watu. Kuna wafanyabiashara, usoma kitabu cha Ufunuo, kuna wafanyabiashara wa miili na roho za watu. Na miili na roho za watu. Kanakuja kabisa kwa na mwili. Ukisoma kitabu cha Luka, Yesu alipofufuka, pazia lilipasuka la hekalu na makaburi ya watakatifu yakafunguka. Na wale watu wakatoka. Watu walipotoka, hiyo kitabu cha Mathayo 27 kuanzia 52 mpaka 53, makaburi yakafunguka na miili ya watakatifu waliolala ikafufuliwa. Wakatoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakaenda mjini, watu wakawaona. Watu walikufa, hatujaambiwa walikufa lini, lakini makaburi yao yalipasuka, wajamaa wakatoka. Jiulize, ule mwili ulikuwa umeoza, umeharibika. Kuna watu tu ilikuwa mbaki mifupa tu, lakini walipata wapi mwili mwingine? Paka wakaenda wakafufuliwa kutoka kwa wafu, wakaenda paka wakaanza kuhubiria watu wakawaona. Sisi tunadhani zinatokea tu kwenye Biblia, azitokee kwenye ulimwengu wa roho, hata azitokee kwenye ulimwengu wa tunaishi sasa. Utapuliza gunia, utaangukia pua. Vile inavyotokea, ndio maana Biblia iko tunaisoma paka sasa, inatokea paka sasa. Kuna mtu kaburi lake lilipasuka, ila kwa nguvu ya kichawi. Akaaja kabisa. Ni mtu aliyekufa amevaa mwili. Mapepo pia anaweza kuvaa mwili. Malaika wa giza tunaona wanaweza kuvaa mwili. Akakufungisha ndoa wewe. Lakini hizi vitu hamfundishi kwenye makanisa. Na ukapata katoto na yeye, bouncing baby. Ukilala usiku unaona jamaa tu anatafuna, kumbe anakula kafara. Mwili wake una respond kwa vitu ambavyo zinatokea rohoni. Kumbe roho yake kwa mahali fulani anakula kafara, ameacha mwili. Kuna watu kabisa usiku unadhani umelala na mtu, kumbe mtu hayuko kwenye mwili, umeachiwa kigogo. Gogo limelala wewe, lakini unaona sura ya baby kabisa. Huyu si ni baby. Lakini ukimwamsha haamki. Mwambie amki, ni gogo. Kuna watu kabisa unashangaa alikuwa mgonjwa, alipokuja eti sasa tunasema huyo mtu amekuwa bipolar. Unaanza kumfundisha kutembea tena.
Unaanza kumfundisha huyu anaitwa nani? Huyu ndo mama, eti huyu ndo mama anaitwa so and so. Unajiuliza akili yake imeenda wapi? Alishachukua. Kuna uwezekano mmeachiwa replica. Patatokea makristo na manabii wa uongo. Watakuwa na ishara na miujiza mingine. Kristo, unaona tuko na Kristo Yesu, na patatokea makristo wa uongo. Patatokea makristo. Wanatoka wapi hao watu makristo? Kuna uwezekano kuna kama malaika. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana, Revelation 13:11. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu katika nchi. Nikamwona mnyama amepanda juu katika nchi. Alikuwa na pembe mbili kama mfano wa mwanakondoo. Yaani alikuwa anakaa kama Yesu. Alipoongea aliongea kama joka. Ni mnyama anakuja mfano wa mwanakondoo. So kuna mtu kanakuja mfano wa mtu. Kanakuja mfano wa baby, unampenda. Akiongea tu, akianza kutenda mambo yake, anatenda kama mchawi, anatenda kama joka. Anatenda tu kama joka. Unafundishwa naye ndoa. Normally tumefundishwa ni spirits. Tumefundishwa ni spirits. Roho pia, kuna roho za watu. Malaika pia ni roho. Je, hao sio roho wanatumikia wote watakao urithi ufalme? Ni roho. Unakuta unafundishwa ndoa, lakini kuna njia ya kutengeneza mambo. Usiogope. Tutavunja madhabahu zao, tutapiga watu ndani ya watu, na tutapiga watu nje ya watu. Again, tumesema wachawi wanaweza chukua roho za watu, sababu wewe ni mtu wa kuomba. Waseme sasa hatutamfungisha ndoa ndani ya mwili wake, tutamfungisha ndoa wapi? Nje. Akanuiza, akatengeneza sanamu, akageuza, akatengeneza mdoli, akasema hii sasa hii ndio ndo Alex huyu sasa. Akaka mdoli ndo Alex, akaika mapepo pale. Ndio maana Mungu anakemea kuabudu sanamu, sababu ukiabudu sanamu zile sifa zinachukuliwa na mapepo, zinachukuliwa na malaika wa giza, zinapelekewa nani? Ibilisi. Nadhani unaomba vizuri pale, uko na kitu umevaa hapa, uko na msalaba, umeshikilia mpaka msalaba ya Yesu mweupe ama Yesu kamebebwa mahali pale, unamwabudu, unampaka. Kuna watu wengine niliona wanakiss sanamu. Kwa taarifa yako, ule sio Yesu unakiss vitu vingine. So nataka tuingie kwenye maombi, tuvunje ndoa za kishetani. Specifically, ndoa za kishetani inaweza kuletea mauti. Yaani pepo anaweza geuka akakuwa mauti, akategea wakati tu. Yesu alipovuka mji wa Gerasi, akamwona mtu alikuwa na mapepo 2000. Yaani mapepo walipomwona akamwambia, yakamkimbilia kwanza, akamwambia, tunakujua wewe mwana wa Mungu aliye juu, umekuja kutuangamiza kabla ya wakati. Mapepo yameona. So roho za watu zinaweza ingia ndani ya watu, yakakuona umekuja kutuangamiza kabla ya wakati. So kuna wakati kameingia ndani pepo, roho mtu ameingia ndani, ameweka wakati. Kuna wakati gani? Ya attack, siku ya uovu. Ndio siku unasikia mtu amekufa ghafla, kumbe amefungishwa ndoa na mauti. Roho ya mtu imeambiwa nenda uingie kwake. Ni mtu amepatiwa directions, nenda uingie kwake. Amepatiwa mikataba, nenda uingie kwake siku fulani, make sure umemuua. So unapokuwa unaota, mnaita sleep paralysis, umekandamizwa, kuna mtu pepo ndani ama mtu kabisa ako ndani yako. Mtu akiwa ndani yako anakandamiza ule mtu wako wa ndani ambao ndio wewe. Anakandamiza roho yako, anaifunga. Akifunga, anataka ifunge, alafu atake control ya mwili wako. Kuna wachawi, unaingia devil worship, unaambiwa wewe upate mali, nataka uende ufanye mapenzi na watu waliokufa. Unashindwa utafanya mapenzi na watu waliokufa vipi? Roho zinaingia ndani ya ile mwili. Alafu ule uume wa mtu aliyekufa unasimamishwa. Alafu unaambiwa nenda ukafanya mapenzi naye, utapata mali. Unashangaa, mimi nafanya mapenzi na mtu aliyekufa vipi? Wanafanya mapenzi kwa taarifa yako na watu waliokufa. Ama pepo linajifanya limekandamiza, lakini anasimamisha sehemu zake za siri. Nasimama, jamaa anafanya shughuli yake, anatoka. Ndio maana nashangaa watu ambao wanafanya sherehe za Valentine na hujui rohoni na maanisha nini. Ole wako. Lakini kama umefanya, kuna njia ya kuomba.
Hizo ni sherehe za kishetani, na hiyo siku walikuwa wanafanya mapenzi, wanafanya mambo za anasa. Ndio maana unaambiwa sijui mnunulie paka mnavaa nguo za red. It's a ritual thing mnafanya kwa wale wasiojua. Na hizo ndio siku watu wanafungishwa ndoa. Sababu gani? Mnamtukuza nani? Mnamtukuza shetani. Anapata legal rights za kukuingia na kufungisha ndoa kupitia mume wako. Pepo, jini, mtu kabisa anakufungisha ndoa kupitia mume wako. Unadhani uko na baby, unafurahia maisha, ni mlishaenda kitambo. Ukilala usiku unaota kwenye bahari, uko chini ya bahari, uko kwenye milima. Kuna watu kabisa wanatolewa na mili yao, waenda wanalimishwa. Jamaa anaamka asubuhi yako na matope, unaamka asubuhi shingo inauma, unasema leo nimelala vibaya. Hujalala vibaya, ulala vizuri sana. Ulilala vizuri sana, ulilala vizuri sana, lakini kuna watu walikuja kufanyia kitu usiku, wakakutoa. Kuna watu wanabeba usiku. Unadhani tu nilikuwa nimeota. Umetolewa, umepelekwa mahali fulani na usafiri wa kichai, umewekwa kwenye hoteli, umezungushwa huko, umekuja unashangaa mambo gani? Kuna watu wasichana ama wanaume, they lost their virginity kupitia ndoto. Kwa taarifa yako, walipoteza. Na shetani ama wachawi wanapenda wanawake ambao bado hawajaingiliwa kimwili. Unapata katoto kadogo tu kalishapoteza virginity kitambo sana. Kuna kapepo kalikuja, mtu ni roho. Utaona mtu ni katoto kadogo, ni baby 2 years 3 years, lakini ndani yake ni jasusi, ndani yake ni mtu mwenye nguvu. Wachawi wanaona ndani yake kuna nyota, anakuja na muingilia. Na kuna wengine kabisa akiingia kwenye devil worshiping anaambiwa go defile your daughter, go defile your son. Nenda kufanya mapenzi na mtoto wako wa miaka 5. Unapata ana rape mtoto mdogo. Ana rape mtoto mdogo, alafu kuna kitu ambacho kinafanyika. So tunavunja ndoa za kishetani, ila kwa njia nyingine. Tunapiga pia roho za watu. Tumekuwa tukipiga mapepo, tukipiga majini, tunapiga roho za watu leo. Tunazipasua, tunazisambaratisha. Inaweza kuwa ni mtu amegeuka, amekuwa kifo, amekuwa mauti, amekuwa hasara ndani yako, anafanya kazi nje, anafanya kazi ndani. Hapo ndo pali akapo shetani. Nataka tupige kiti chake cha enzi, tukipasue kiti chake cha enzi, na maanisha madhabahu yake. Naona muda umeenda, tuanze kujitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Sema najitakasa kwa damu ya Yesu, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, najitakasa kwa damu ya Yesu. Naomba msamaha kwa wale nimeyafanya kwa kujua na pasipo kujua. Anza kuomba msamaha ukijitakasa. Sema najitakasa nafsi yangu, natakasa roho yangu, natakasa mwili wangu kwa damu ya mwanakondoo. Naomba msamaha kwa wale nimeyafanya kwa kujua na pasipo kujua. Anza kuomba msamaha kwa damu ya mwanakondoo. Omba msamaha kwa damu ya Yesu. Omba msamaha ukijitakasa, omba msamaha ukijitakasa. Jitakaseni, jitakaseni, usiogope, jitakasa, usiogope. Jitakase kwa damu ya mwanakondoo, jitakase kwa damu ya Yesu, jitakase polepole. Kwa taratibu tunasema najitakasa nafsi, najitakasa roho, najitakasa mwili kwa damu ya mwanakondoo. Jitakase kwa damu ya mwanakondoo. Jitakasa, sema naomba msamaha kwa wale nimefanya kwa kujua na pasipo kujua. Naomba msamaha. Kama una mtoto unaomba msamaha, lazima umwambie msamaha. Inaweza kuwa yeye pia alitekwa, unaomba msamaha, unaomba msamaha ukimtakasa. Najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Jitakase kwa damu ya mwanakondoo, jitakase kwa damu ya Yesu, jitakase kwa damu ya mwanakondoo, jitakase kwa damu ya mwanakondoo. Alafu naomba msamaha, omba msamaha kwa damu ya mwanakondoo. Omba msamaha. Ukiomba msamaha unaanza kuvaa mamlaka. Unasema mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Imeandikwa katika jina la Yesu Kristo, nimepewa mamlaka kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Najitakasa kwa damu ya mwanakondoo, najitakasa kwa damu ya Yesu. Ukianza kuvaa mamlaka unaanza kuvunja. Kawaida yetu tunavunja madhabahu kwanza. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishe milele Jehova, najitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Natakasa watu wako kwa damu ya Yesu. Naomba msamaha kwa ajili yao Jehova. Baba, imeandikwa sisi ni wana wa Mungu. Imeandikwa tumepewa mamlaka kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Na vunja kila madhabahu katika jina la Yesu. Anza kuvunja kila madhabahu, anza kubasua kila madhabahu. Sema navunja kila alta za ndoa za kishetani, nazipasua vipande vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo, naziharibu kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Anza kuzivunja ukiziharibu, anza kuzipasua katika jina la Yesu Kristo. Sema navaa mamlaka kwa mamlaka ya damu na kondoo, na haribu kila madhabahu katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu za roho
za ndoa za kishetani nazivunja vunja vipande vipande, madhabahu za giza nazipasua kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuzivunja ukiziharibu, sema navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, mimi ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Navunja, naharibu, nateketeza vipande vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuvunja, vunja ukiharibu kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kupasua katika jina la Yesu Kristo. Sema naachilia moto, naachilia radi kwenye ulimwengu roho, na vunja, na haribu, nateketeza vipande vipande kwa damu na kondoo. Na pasua leo na sasa hivi kila madhabahu za giza, nazivunja vunja vipande vipande. Kila madhabahu za kuzimu nazipasua leo na sasa hivi. Kila madhabahu za ndoa za kishetani nazivunja vunja kwa damu na kondoo. Anza kuziharibu kizipasua, anza kuzifyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuzivunja, sema navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Navunja, naharibu, nateketeza vipande vipande. Nataka tuvunje madhabahu zao, nataka tuzipasue. Sema naachilia moto, naachilia radi kwenye ulimwengu roho. Navunja, naharibu, nateketeza vipande vipande katika jina la Yesu Kristo. Anza kuzipasua sasa, anza kuzifyekelea mbali kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuzivunja vunja vipande vipande. Sema navaa mamlaka, na haribu kila madhabahu za giza. Navaa mamlaka, na vunja vunja kila altar za kishetani za ndoa za giza. Nazipasua, nazifyekelea mbali kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuharibu ukivunja katika jina la Yesu Kristo. Vunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kupasua, usiogope. Sema kila madhabahu iliyotengenezwa kwa ajili ya maisha yangu, kila madhabahu iliyotengenezwa za ndoa za kishetani, kila madhabahu iliyotengenezwa ya majeshi ya wafu, kila madhabahu iliyotengenezwa ya ndoa za giza, nazikamata kwenye ulimwengu wa roho, nazivunja vunja vipande vipande. Imeandikwa, mimi ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Imeandikwa, nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Navunja, naharibu, nateketeza vipande vipande kwa damu na kondoo. Anza kuzivunja katika jina la Yesu Kristo. Anza kuzipasua sasa. Sema nazipasua leo na sasa hivi, nazivunja. Maana imeandikwa, neno la Mungu ni moto lao. Imeandikwa, neno la Mungu ni nyundo inayovunja miamba vipande vipande. Napasua kila madhabahu vipande vipande. Navunja kila madhabahu vipande vipande. Kila madhabahu za zimu za upande wa kina baba, kila madhabahu za upande wa kina mama, nazivunja, naziteketeza, naziharibu, nazifyeka katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishi milele. Tunavaa mamlaka tena kwa damu na kondoo. Imeandikwa, tuvae silaha za Bwana za vita ili tupate kupigana siku ya uovu. Imeandikwa, sisi ndio rungu na silaha za Bwana za vita kwa mamlaka ya damu na kondoo. Baba, tunavaa mamlaka tena katika jina la Yesu Kristo. Kila madhabahu Jehova za mauti, kila madhabahu za ndoa za kishetani, Baba nazikamata kwenye ulimwengu wa roho. Kila madhabahu inatumia Baba na majeshi ya wafu, kila madhabahu inatumia Jehova na malaika wa kuzimu, Baba nazikamata katika jina la Yesu Kristo. Nazivunja, naziteketeza kwa mamlaka ya damu na kondoo. Nazipasua leo na sasa hivi Baba. Naachilia moto kwenye ulimwengu wa roho, maana imeandikwa, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, acha moto toke juu katika jina la Yesu Kristo. Baba naachilia moto juu ya kila madhabahu. Nazivunja vunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Nazipasua leo na sasa hivi. Wanadamu wanaoishi ndani ya watu na madhabahu yao, nazivunja. Wanadamu wasio na mwili wanaoishi ndani ya watu, nazifyeka madhabahu zao katika jina la Yesu Kristo. Navunja, naharibu, nateketeza vipande vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Naachilia moto kwenye ulimwengu wa roho, naachilia radi leo na sasa hivi. Naangusha kulia katika jina la Yesu Kristo, naangusha kushoto kwa damu na kondoo. Usiogope tu, unaomba kwa damu na kondoo. Unasema imeandikwa, hatimaye kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Napasua kila madhabahu kwa damu na kondoo. Naharibu kila madhabahu Jehova katika jina la Yesu Kristo. Anza kuharibu sasa, anza kuvunja kwa mamlaka ya damu na kondoo na uwezo Yesu aliye. Sema nazikusanya kwenye ulimwengu wa roho, maana imeandikwa, nayaweza yote katika yule nitiaye nguvu. Nazikusanya kwenye ulimwengu wa roho. Navunja kila madhabahu za ndoa za kishetani. Napasua kila madhabahu aliyotengeneza kwa ajili yangu, aliyekuja kunimiliki kwenye ulimwengu wa roho akanifungisha ndoa za giza. Navunja madhabahu yake, naikusanya kwa mamlaka ya damu na kondoo. Sema naharibu katika jina la Yesu Kristo. Nazipasua katika jina la Yesu Kristo. Nazifyekelea mbali, naziharibu kwa mamlaka ya damu na kondoo. Unasema tu imeandikwa, nimepatiwa kwato za shaba, nitavunja mataifa mingi. Baba napasua kila madhabahu uliyotengeneza kwa ajili yangu. Navunja vunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Naharibu katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu iliyokuja kupitia ndoa, nazivunja vunja. Madhabahu iliyokuja kupitia kazi, nazipasua. Madhabahu iliyokuja kupitia makanisa, nazivunja
Kwa damu mwana kondoo, anza kuachilia moto, anza kuachilia radi kwenye ulimwengu. Sema na achilia moto katika jina la Yesu Kristo, na haribu, na teketeza, na pasua vipande vipande kwa mamlaka ya damu mwana kondoo, na vunja, na haribu, na pasua katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu ali hai. Nataka tuvunje mikataba. Hiyo mikataba ndio inasababisha wanakufuata. Kuna mikataba, kuna covenant zimefanywa kwenye madhabahu. Ndio maana yule joka akakuja kufungisha ndoa. Ndio maana yule mtu akafufuka kutoka kwa wafu akakuja kufungisha ndoa. Nataka tupige mikataba yao, nataka tuzikusanya kwenye ulimwengu. Leo tunapiga kwa pamoja, kwa kuwa Biblia imesema kila silaha iliyofanyika juu yako haitofaulu, na kila ulimi ambao uliinuka kukuhukumu wewe utahukumu mkosa. Nataka tushike kila mikataba, tushike kila covenant kwenye ulimwengu, tuzivunje vipande vipande, tuzipasue katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu ali hai. Anza kuomba sasa, sema navaa mamlaka tena kwa damu ya kondoo. Imeandikwa neno la Mungu ni moto lao, imeandikwa neno la Mungu ni nyundo inaivunja miamba vipande vipande. Na vaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo, na pasua kila mikataba uliotengeneza kwa ajili yangu, na haribu kila mikataba ya magonjwa, na haribu kwa damu ya mwanakondoo. Anza kufyekelea mbali, anza kuzivunja kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Anza kuziharibu mikataba za magonjwa, anza kuvunja mikataba za ndoa za kuzimu, anza kuzipasua, anza kuzifyeka, anza kuziharibu kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Anza kuzivunja vipande vipande kwa damu ya mwanakondoo. Sema navaa mamlaka leo, navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo, navunja, na haribu, na teketeza katika jina la Yesu Kristo kila mikataba uliyotengeneza kunifungisha ndoa za kishetani, kila mikataba uliyotengeneza kunifungisha mauti, kila mikataba uliotengeneza kunifungisha hasara, kila mikataba za magonjwa nazifyeka, nazivunja, naziharibu kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuharibu kila mikataba. Sema nakusanya mikataba yote uliyotengeneza, nakusanya kila maagano uliyotengeneza leo na sasa hivi, navunja na haribu mikataba za magonjwa, nazipasua vipande vipande, mikataba za ndoa za kuzimu navunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuvunja kila mikataba katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu Jehova, Baba tunakuja kwako tena kwa damu ya mwanakondoo Jehova. Imeandikwa Jehova, watu wako Baba ulioita kwa jina lako kinyekea na kuomba kutoka mbinguni utawasikia. Baba tunavaa mamlaka sasa katika jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa saa ipo na saa yaja ambayo wafu watasikia sauti ya mwanadamu. Imeandikwa sema neno nalo litageuzwa, imeandikwa fanya shauri nalo litabatilishwa. Baba tunavaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, navunja kila mikataba, kila legal rights Jehova za kufungisha ndoa za kishetani, na ziharibu kwa mamlaka ya damu na kondoo, na zipasua leo na sasa hivi Jehova. Wanadamu wasio na mwili wanaofungisha ndoa na mikataba yao, na zivunja vipande vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kila ndoa za kishetani Baba na malaika zake, kila ndoa za kishetani na mikataba zake na covenant zake Baba na agreement zao Baba, na zikamata kwenye mengo roho, na zivunja, na ziharibu, na ziteketeza katika jina la Yesu Kristo. Anza kuvunja kwa mamlaka ya damu na kondoo, anza kufyekelea mbali. Sema na achilia moto, na achilia radi kwenye ulimwengu roho. Imeandikwa hatimaye kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo nguvu zake. Imeandikwa nayeweza yote katika yule anitia nguvu kwa mamlaka ya damu na kondoo. Imeandikwa nao wakamshinda kwa damu ya kondoo na neno la ushuhuda wao. Nami navunja kila mikataba kwa damu ya kondoo, na pasua kila mikataba za kuzimu kwa damu ya kondoo. Anza kuvunja ukiharibu, anza kuteketeza vipande vipande. Sema naachilia moto, nafuata kila mikataba mali zipo, naachilia moto, nafuata kila mikataba katika kila madhabahu, nazipasua, nazifyeka, naziharibu katika jina la Yesu Kristo. Mikataba za kufungisha ndoa za kishetani, mikataba za kufungishwa mauti, mikataba za kufungishwa hasara, nazikamata kwenye mengo roho, nazipasua vipande vipande kwa damu ya Yesu. Anza kuzivunja, anza kupasua katika jina la Yesu Kristo. Sema imeandikwa mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Imeandikwa nimepewa mamlaka kukanyaga nyoka na inge na kukanyaga kazi zote za ibilisi. Baba, imeandikwa naweza yote katika yule nitie nguvu. Imeandikwa mimi ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Kila mikataba uliotengeneza kwa ajili ya maisha yangu, kila mikataba za giza na zikamata kwenye ulimwengu roho, na ziharibu, na zifyekelea mbali katika jina la Yesu Kristo, na zibomoa. Anza kubomoa kila mikataba, anza kuvunja kwa damu na kondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishe milele. Tunavaa mamlaka tena kwa damu na kondoo, na watakasa tena katika jina la Yesu Jehova. Navaa mamlaka katika jina la Yesu Baba katika kwa damu na kondoo. Baba, nafuata kila mikataba uliotengeneza kwa ajili ya watu wao, mikataba za ndoa za kishetani Baba. Amekuja kuchelewesha maisha yake Baba, amekuja kumzuia kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na pasua kila mikataba uliotengeneza Jehova, na pasua kila mikataba uliotengeneza. Imeandikwa Mungu ligeuza mateka wa Ayubu, nami nageuzwa mateka ya watu wao, umateka Baba ya kufungisha
kufungisha ndoa za kishetani na ugeuza katika jina la Yesu Kristo. Umateka za magonjwa na zigeuza leo na sasa hivi, nikivunja nikiharibu kila mikataba, nikipasua kila mikataba ya kuzimu, nikiharibu na kuteketeza kila mikataba za ndoa za giza na zipasua leo na sasa hivi. Pepo aliyeingia ndani na mkamata kwenye ulimwengu roho, pepo anayefanya kazi nje na mkamata kwenye ulimwengu roho, wanadamu wanaofanya kazi ndani na nje na wakamata kwenye ulimwengu roho, na vunja vipande kila mikataba zao, kila covenant zao, na ziharibu kwa mamlaka ya damu na kondoo, na zifyekelea mbali, na zipasua vipande leo na sasa hivi kwa mamlaka ya damu na kondoo, maana imeandikwa kamshinda kwa damu ya Yesu na neno la ushuhuda wao, nami nazishinda katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. Nataka tupige kafara zao. Ametoa kafara. Kuna damu inayonena magonjwa, kuna damu inayonena huyu ni wetu, kuna damu inayonena huyu afe, kuna damu inayonena damu ya kafara zao. Nataka tuzisambaratisha kwa damu ya mwanakondoo, tuzinyamazishe kwa jina la Yesu. Unaombaje sasa? Unasema katika jina la Yesu Kristo, kila kafara uliotoa kwa ajili yangu Baba, na haribu kafara zao kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo, na vunja kila kafara ya kishetani, na nyamazisha damu inayonena magonjwa kuhusu maisha yangu, na nyamazisha damu inayonena ufukara kuhusu maisha yangu, na nyamazisha katika jina la Yesu Kristo leo na sasa hivi Baba. Na pasua na haribu kila mikataba, na vunja kila kafara uliotoa kwa ajili yangu, na pasua leo na sasa hivi wanadamu wasio na mwili kuja kunifungisha ndoa, na haribu kila mikataba ndoa za kishetani, na vunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuvunja kila kafara zao, anza kuharibu kwa mamlaka ya damu na kondoo. Katika jina la Yesu Kristo unazishambulia tu. Sema katika jina la Yesu Kristo, na shambulia kila kafara uliotoa kwa ajili ya maisha yangu, na shambulia kila kafara uliotoa nife haraka, na shambulia kila kafara uliotoa kunifungisha ndoa za kishetani, na zikamata kwenye ulimwengu roho, na zivunja vipande, na zipasua leo na sasa hivi. Kila wanadamu wasio na mwili waliotengeneza kafara juu yangu, na ziteketeza katika jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa watu wanaotulubiwa na kutekwa wamenaswa kwenye mashimo, wameweka kwenye wamekuwa mawindo, wamekuwa kwenye magereza, hakuna wala hakuna itai wala hakuna okoaye. Baba, nasimama kama kuhani wa Bwana, nikivunja kila mikataba uliotengeneza, nikipasua kila kafara uliotengeneza leo na sasa hivi. Navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo, na haribu kafara zao kwa mamlaka ya damu na kondoo, na teketeza damu inayonena magonjwa, na inyamazisha damu inayonena ufukara juu ya maisha yangu, na nyamazisha damu inayonena magonjwa, na nyamazisha damu inayonena afya, kifo cha haraka, na nyamazisha katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. Aendelea kuomba, tusiogope, endelea kuvunja, kuharibu, kuteketeza, kunyamazisha, kuvunja kamba za magonjwa, kupasua katika jina la Yesu Kristo. Anza kufyekelea mbali, anza kuvunja na kunyamazisha. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba ushemele Jehova, tunavaa mamlaka tena kwa damu na kondoo. Kama kuna madhabahu iliyosalia Jehova, na ikamata na ifuata katika jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa Jehova, mkono wako si mfupi hata ukashindwa kuokoa. Baba, nafuata kila madhabahu kwenye mashimo, nafuata kila madhabahu juu ya anga, na kamata anga katika jina la Yesu Kristo. Nafuata kila madhabahu juu ya nchi, na ikamata nchi kwa damu na kondoo. Nafuata kila madhabahu, kila hata Jehova iliyofanyika chini ya bahari, na ikamata katika jina la Yesu Kristo, na ziharibu kwa mamlaka ya damu na kondoo, na zipasua na zifyeka kwa damu na kondoo. Ewe shimo la magonjwa, na kunyamazisha, ewe madhabahu ya kufungisha ndoa ya kishetani, na kuvunja vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Aliyefanya mikutano yao kwenye madhabahu yao, na sambaratisha moto, na achilia moto katika jina la Yesu Kristo, na vunja, maana imeandikwa Mungu wetu anajibu kwa moto. Leo na sasa hivi na achilia moto, nikivunja kila mikataba, nikipasua kila kafara, nikinyamazisha damu ya kafara leo na sasa hivi kwa mamlaka ya damu na kondoo. Ndoa zote za kishetani na zivunja. Anza kuvunja ndoa sasa. Sema navunja kila ndoa za kishetani, napasua kila ndoa za giza, napasua kila ndoa za mauti, napasua kila ndoa za magonjwa, napasua kila ndoa waliotengeneza kwa ajili ya maisha yangu, navunja na haribu kwa mamlaka ya damu na kondoo, na zikamata kwenye ulimwengu roho, na zikamata katika jina la Yesu Kristo, na vunja kila ndoa. Unaweza kuwa mtu mmoja lakini uko na multiple spiritual spouses. Sema katika jina la Yesu Kristo, Baba, navunja kila ndoa za kishetani kwa mamlaka ya damu na kondoo, napasua kila ndoa za mauti, na vunja kwa damu na kondoo. Anza kuharibu ndoa za kishetani, anza kupasua ndoa za giza, anza kuteketeza ndoa za mauti. Sema navaa mamlaka kwa mamlaka ya damu na kondoo, na vunja kila ndoa za kishetani waliotengeneza kwa ajili ya maisha yangu, na pasua kila ndoa za giza iliyotengenezwa na mababu wa kitambo, na pasua kila ndoa za mauti iliyotengenezwa na mababu upande wa kina baba, na pasua kila mikataba, kila ndoa za kishetani kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuachilia moto, anza kuachilia radi
kwa damu ya mwanakondoo. Sema navunja, naharibu, nateketeza vipande vipande kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Napasua leo na sasa hivi, nafyekelea mbali, naharibu kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Kwa damu ya Yesu anza kuvunja ndoa za kishetani. Unavunja ufalme wa Mungu ulipatikana kwa nguvu, na wenye nguvu waliuteka. Sema katika jina la Yesu Kristo, mimi ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Navunja kila ndoa za kishetani, napasua kila ndoa za mauti kama mamlaka ya damu na kondoo. Naharibu kila ndoa za giza leo na sasa hivi. Navunja kila ndoa za magonjwa, navunja kila ndoa za mauti, navunja kila ndoa za kuzimu. Napasua kila ndoa aliyekuja kunifungisha ndoa na watu waliokufa, naziharibu. Aliyekuja kunifungisha ndoa na malaika wa nazivunja. Aliyekuja kunifungisha ndoa na jini makata, jini mahaba, nazikamata katika jina la Yesu Kristo. Navunja ndoa za kishetani. Anza kuvunja ndoa. Vunja ndoa za kishetani, pasua ndoa za kishetani kwa mamlaka ya damu na kondoo. Nataka tuwakamate sasa, nataka tuwakamate, tuwafunge mapepo, majini, majeshi ya wafu. Nataka tuyakamate, tuyafunge, alafu tukiyafunga nataka tuyatandike, nataka tuyapasue, nataka tuyafekele mbali kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kuna wengine ni malaika wa giza kabisa, amevaa mwili. Nataka tumkamate, tumfunge, maana imeandikwa, wafalme wao mtawafunga kwa pingu za chuma, na wakuu wao mtawafunga kwa minyororo. Nataka tuwakamate, tuwafunge kwa minyororo kwenye ulimwengu wa roho. Imeandikwa sisi ni watu tunasonga kwa imani. Kwa imani waliokoka na makali ya upanga, kwa imani walimiliki majeshi ya kigeni. Imani ni bayana ya mambo yanayotarajiwa na hakika ya mambo yasiyoonekana. Nataka tuingie kwenye ulimwengu wa roho. Sema katika jina la Yesu Kristo, na wakamata wote waliokuja kunifungisha ndoa, na wakamata wachawi, na wakamata waganga, na wakamata majeshi ya wafu. Unasema kabisa majeshi ya watu waliokufa, na ikamata na ifunga katika jina la Yesu Kristo. Majeshi ya malaika wa giza, na ikamata na ifunga kwa mamlaka ya damu na kondoo. Majeshi ya watu waliofufuliwa kutoka kuzimu, na ikamata na ifunga kwa damu na kondoo. Anza kuwafunga, anza kuwafunga kwa mamlaka ya damu na kondoo. Mapepo waliokuja kunifungisha ndoa, majini kata, jini mahaba waliokuja kunifungisha ndoa za giza, na wakamata kwenye ulimwengu wa roho, na wafunga. Anza kuwafunga sasa. Sema na wafunga. Imeandikwa chochote nitakachofunga duniani basi kimefungwa na mbinguni. Baba, na wakamata na wafunga wafalme wao, na wakamata kwa damu ya mwanakondoo, na wafunga wakuu wao, na wakamata kwa damu ya mwanakondoo, na wafunga. Maana imeandikwa, kupigana kwangu mimi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya wafalme. Enyi wafalme wa giza waliokuja kunifungisha ndoa, na wakamata na wafunga. Kupigana kwangu mimi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya wakuu wa giza hili, na wakamata wakuu wa giza hili, na wafunga katika jina la Yesu Kristo. Kupigana kwangu mimi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya wenye mamlaka, na wakamata wote wenye mamlaka waliokuja kunifungisha ndoa, na wafunga. Kupigana kwangu mimi, unaambia kabisa, kupigana kwangu mimi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya majeshi ya pepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Baba, na wakamata kwenye ulimwengu wa roho majeshi ya pepo wabaya waliokuja kunifungisha ndoa, na wakamata kwenye ulimwengu wa roho, na wafunga. Anza kuwafunga sasa. Sema na wakusanya katika jina la Yesu Kristo, na wafunga matita, na wafunga kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuwafunga majeshi ya watu waliokufa, majeshi ya watu usio na mwili. Anza kuwafunga. Aliyekuja kuingia ndani ya mwili pia namfunga, aliyefanya kazi nje pia namfunga, aliyejificha kwenye mapango na funga kwa damu na kondoo katika jina la Yesu Kristo. Anza kuwafunga sasa, anza kuwafunga kwa mamlaka ya damu na kondoo. Sema na wafunga katika jina la Yesu Kristo, na wafunga juu ya anga na ikamata. Maana imeandikwa, na tuumbe mtu kwa mfano wetu ili atawale. Imeandikwa jina la Mungu ni jina la Yesu ni jina lipitalo majina yote. Katika hilo jina kila goti litapinda, ya vitu vya mbinguni, ya vitu kwenye nchi na zilizo chini ya dunia. Sema na kamata mapepo wanaofanya kazi chini ya dunia, na kamata mapepo wanaofanya kazi na mizimu na roho, watu waliofungiwa chini ya bahari waliokuja kunifungisha ndoa za kishetani, na wafunga kwa damu na kondoo. Alikuja kunifungisha ndoa za giza, na mfunga kama mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuwafunga sasa, anza kuwafunga. Wafunge kwa damu na kondoo. Juu ya anga unawafunga, kwenye nchi unawafunga, kwenye bahari unawafunga, majeshi ya wafu unayafunga, mapepo unayafunga kwa mamlaka ya damu na kondoo, kwa damu ya mwanakondoo. Alafu nasema imeandikwa, tazama leo ndio ile siku ambayo Mungu ameifanya, ambaye adui yangu ameletwa chini ya miguu yangu, nimtende kama ninavyotaka mimi. Ukitaka kumponda unamponda, ukitaka kumfyeka unamfyeka, ukitaka kumpasua unampasua. Unaombaje sasa? Sema katika jina la Yesu Kristo, wote niliowafunga na wakamata, na wafyeka, na wavunja vipande, na wapasua, na haribu silaha zao, na wavunja
kwa damu na kondoo, waliokuja kunifunga, waliokuja kuniletea magonjwa, waliokuja kunifungisha ndoa za kishetani, aliyekuja kutumia nyota yangu, aliyekuja kufunga nafsi, aliyekuja kufunga mwili, aliyekuja kufunga roho, na mkamata na mtundika na mfyeka na mshusha pande za mwisho za kuzimu leo na sasa hivi. Maana adui wa mtu ni yule wa nyumbani mwake, aliyekuja kunifungisha ndoa na ametoka kwenye nyumba yetu, na mkamata na mpasua na mfyeka. Anza kuwafyeka. Amekuja kufungisha ndoa za kishetani, atumie nyota yako. Amekuja kuiba nyota aipeleke mahali fulani. Amekuja kukufunga kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana usiku unaota unalishwa vitu. Anza kukamata sasa katika jina la Yesu Kristo. Sema na kushambulia aliyekuja kunifungisha ndoa za kishetani, na kushambulia aliyekuja kunifungisha ndoa za mauti, na kushambulia na kufunga na kupasua katika jina la Yesu Kristo. Na amuru ardhi ifunguke kumeze ungali hai katika jina la Yesu Kristo, na kushusha pande za mwisho za shimo. Anza kuwashusha. Sema na kushusha pande za mwisho za shimo kwa damu na kondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishi milele Jehova, katika jina la Yesu Kristo tunavaa mamlaka tena kwa damu na kondoo. Tunavaa mamlaka, maana imeandikwa Jehova Baba, tutapokea roho ya hofu ile ya utumwa iletaye hofu, bali tumepokea roho ya kufanyika kuwa wana. Sisi ni miungu na sisi ni wana wa Mungu aliye hai. Baba, tunawakamata sasa, tunawafunga aliyekuja kutufungisha ndoa za kishetani, aliyekuja kufungisha watu wa ndoa za kishetani, na wakamata kwenye ulimwengu wa roho, maana imeandikwa Jehova, sisi ni washindi zaidi ya washindi katika yule atupendaye. Imeandikwa katika jina la Yesu Kristo Jehova, unawainua wahitaji, unawainua wenye njaa, unawaketisha na wafalme, lakini yupo anayezuia. Na mkamata na mfunga, na mkamata na mfunga, na mfunga na mpasua na mfyeka na mponda kikadamu mwana kondoo. Maana imeandikwa tuvae silaha za Bwana za vita, ili Baba tupate kupigana siku ya ovu. Baba, tunavaa silaha za Bwana za vita, tunavaa kidao na ngao, tunatoa upanga rohoni. Imeandikwa teta na wanaoteta nami nateta nao, na wakusanya kwenye ulimwengu roho, na wapasua pepo wote wachafu waliokuja kufungisha ndoa za kishetani, mapepo waliingia kwenye mwili, walio nje, na wakamata na wapasua. Maana imeandikwa nitaangusha 10,000 upande wa kulia, nitaangusha 1000 upande wa kushoto, lakini hawatanikaribia. Imeandikwa mabaya hayatupata sisi, wala tauni haitokaribia himani mwangu. Baba, nakamata kwenye ulimwengu roho, na vunja na haribu, teketeza vipande na pasua katika jina la Yesu Kristo leo na sasa hivi. Baba, na vaa mamlaka tena kwa damu na kondoo. Aliyekuja kumfungisha ndoa nampeleka kwenye bahari, na mshambulia. Aliyekuja kumfungisha ndoa nampeleka kwenye mapango, na mshambulia. Maana imeandikwa saa ipo na saa yaja ambayo wafu watasikia sauti ya mwanadamu. Imeandikwa kwa kusudi hili mwanadamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Baba, navunja kazi za ndoa za kishetani, na pasua kazi za ndoa na mauti, na pasua kazi za ndoa na giza, na pasua katika jina la Yesu Kristo. Naanza kuachilia mamlaka sasa, na achilia nguvu, na achilia uwezo leo na sasa hivi. Maana imeandikwa ufalme wa Mungu hujajengwa kwa maneno, bali umejengwa katika nguvu. Baba, navaa mamlaka, na achilia nguvu ya Bwana katika kila madhabahu, na achilia nguvu ya Bwana katika kila mikataba, na achilia nguvu katika jina la Yesu, nikiwafunga adui zetu, nikiwatundika, nikiwapasua katika jina la Yesu Kristo. Wakuu wa anga imeandikwa tutawafunga na pingu za chuma, na wafalme wao tutawafunga kwa minyororo. Baba, na wakamata kwenye mengoro, na wafyekelea mbali, na waharibu, na wateketeza katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. Nataka tupige sasa, nataka tupige pete zao na wasaidizi wao. Wachawi wanafanya kazi na usaidizi, wanaroga kwa makundi, anakuja na kundi lake, mkiwashinda anaomba usaidizi mahali fulani. Nataka tukamate na wasaidizi wao, alafu tuvunje pete za kichumba za kishetani, tukamate na msaada wao, tupasue vipande. Unaombaje sasa? Sema navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo, navaa mamlaka leo kwa damu ya kondoo, navunja pete za kishetani kwa damu ya kondoo, na pasua katika jina la Yesu Kristo. Aliyekuja kumsaidia na mkamata kwa ulimwengu roho, na fyeka na madhabahu yake katika jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa tusikose kuzijua ila zake. Na vaa mamlaka tena kwa damu ya kondoo, na vunja kila madhabahu. Anza kufyeka, anza kuteketeza. Alijikusanya kwa ajili yako lazima anguke kwa damu ya kondoo. Imeandikwa amejikusanya kwa ajili yangu na hajaamuriwa na Mungu, basi ataanguka kwa ajili yangu. Na mshambulia kwenye ulimwengu roho, na mkamata na mfyeka katika jina la Yesu Kristo. Sema navunja pete za kishetani, na pasua kwa damu ya kondoo. Anza kuharibu katika jina la Yesu Kristo. Anza kufyeka na mkamata na wasaidizi wake, na wapasua. Alijikusanya kwa ajili yangu, na mkamata na mfyeka katika jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye kwenye ulimwengu. Imeandikwa aliyenizunguka naye amezungukwa. Wote waliozunguka
walionizunguka ili kunifungisha ndoa za kishetani, na wakamata na wapasua na wafyeka katika jina la Yesu Kristo. Anza kuomba tu, sema kwa mamlaka ya mwana kondoo, imeandikwa na yaweza yote katika yule anitie nguvu. Imeandikwa neno la Mungu li hai, nilikali kuliko upanga ukatao kuwili, linachoma hata kuzitawanya nafsi na roho. Na vaa mamlaka Baba, natoa upanga rohoni kwa damu na kondoo, na wafyeka pete zao za uchumba na ziharibu kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na watoto wa kishetani waliozaliwa na mauti na zivunja vipande, na waangamiza kwa mamlaka ya damu na kondoo. Watoto waliozaliwa kwenye ulimwengu wa roho na wakamata katika jina la Yesu Kristo, na wafyeka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kuna watu wanaota wananyonyesha watoto kwa ndoto, kumbe ni watoto, kumbe ni mapepo. Unanyonyesha mapepo kwenye ndoto, wananyonya baraka zako. Sema kwa mamlaka ya mwana kondoo, na vaa mamlaka tena katika jina. Watoto wote wa kishetani Baba, na wahukumu kifo leo na sasa hivi, na wafunga na washusha pande za mwisho za kuzimu kwa mamlaka ya mwana kondoo. Kumbuka imeandikwa, mwizi aje kuua, kuiba na kuharibu. Amekuja kuharibu nyota, unamkamata, unamfyeka katika jina la Yesu Kristo. Amekuja kuiba mali, unamkamata, unampasua. Ndoa za kishetani unaziharibu, pete zao za uchumba unaziharibu kwa mamlaka ya damu na kondoo. Wasaidizi wao kwenye anga na wakamata, wasaidizi wao kwenye nchi na wakamata, wasaidizi wa wachawi kwenye bahari na wakamata, malkia wa mbingu na mkamata, malkia wa baharini na mkamata, wakuu wa nchi na wakamata, na wafyeka. Maana imeandikwa, silaha za vita zangu zinaweza katika Mungu hata kuvunja ngome. Nikiangusha mawazo na chochote ambacho kimejinua juu ya Mungu, juu ya elimu ya Mungu Baba, nakusanya kile chochote ambacho kimejinua juu ya elimu ya Mungu, na iangusha, na idondosha, na ipasua, na ifyeka katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. Nataka tujenge madhabahu sasa, nataka tujenge madhabahu, tuanze kuita nyota zetu. Kuna nyota zimeibiwa, kuna wafanya biashara wa mili na roho za watu, wanawinda roho za watu. Ndio maana Biblia inasema, ole wa wanawake wanaoshona hirizi na kuvaa viremba vya kina kwenye vichwa vyao, wakiwinda roho za watu wasiostahili kufa. Je, watawinda roho za watu wangu na wahifadhi zao? Kuna watu wanawinda roho, nataka tuwashambulie sasa, nataka sasa tujenge madhabahu, alafu turudishe nyota. Yule ndiye ameiba nyota, nataka tuirudishe. Amemeza mali, atayatapika tena, kutoka tumboni mwake Bwana atatoa. Unaombaje sasa? Unasema, katika jina la Yesu Kristo, imeandikwa, mimi ndio mwamba ambaye kala Bwana limejengwa, na malango ya kuzimu haitonifikia mimi. Najenga madhabahu mapya juu ya maisha yangu sasa, najenga madhabahu ya ushindi, najenga madhabahu ya ufalme, najenga madhabahu ya utajiri leo kwa mwana kondoo. Maana imeandikwa, kwa mkono wa Zerubabeli ataweka misingi, na katika mkono wake atajenga nyumba ya Bwana. Ndivyo atakavyojua kwamba Mungu umemtuma. Maana walifurahi walipoona timazi kwa mkono wa Zerubabeli. Nami najenga madhabahu ya ushindi tena, najenga ngome imara kwa damu na kondoo. Najenga sasa, anza kujenga maisha yako sasa. Sema, najenga roho yangu, najenga mwili wangu, najenga nafsi yangu. Maana imeandikwa, ewe mpenzi, uzidi kunawiri na kuwa na afya njema kama vile roho yako inavyonawiri. Sema, najenga madhabahu mapya juu ya roho yangu, najenga madhabahu mapya juu ya nafsi yangu, najenga madhabahu mapya juu ya maisha yangu, juu ya mtoto wangu, juu ya ndoa yangu. Unaanza kujenga madhabahu sasa kwa damu na kondoo. Unajenga madhabahu sasa. Ukijenga madhabahu sasa, unasema, amemeza mali, atayatapika tena, kutoka tumboni mwake Bwana atayatoa. Imeandikwa, mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Na vaa mamlaka sasa katika jina la Yesu Kristo. Nyota yangu iliyoibiwa na irudisha katika jina la Yesu Kristo. Na mlazimisha achie anayetumia nyota yangu kwa njia za kichawi, anayetumia nyota yangu kupitia ndoa za kishetani, na muamuru ikuja katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, mwizi anaposhikwa analeta mara 7. Alinifungisha ndoa za kishetani, akauza nyota yangu, na mkamata na mfyeka, narudisha nyota yangu. Anza kuambia nyota yako, sema, nyota yangu njoo, nyota yangu ya upendeleo njoo, nyota yangu ya utajiri njoo katika jina la Yesu Kristo. Sema, narudisha nyota yangu, narudisha nafsi yangu, nairudisha mali ilipo. Imeandikwa, saa ipo na saa yaja ambayo wafu watasikia sauti ya mwanadamu. Yule anayetumia nyota yangu kwa njia ya kichawi, na mkamata na mpasua, narudisha nyota yangu. Yule anayetumia utashi wangu kwa njia ya kichawi, na mkamata na mpasua, narudisha nafsi yangu kwa mamlaka ya mwana kondoo. Sema, natoka katika kila kifungo cha maisha, napasua magereza ya kuzimu, napasua magereza kushika nyota, napasua magereza kwa damu na kondoo. Natoka kwenye mashimo ya uharibifu, maana imeandikwa, Mungu amenitoa katika mashimo ya uharibifu. Leo natoka katika mashimo ya magonjwa, natoka katika jina la Yesu Kristo. Anza kurudisha nyota. Sema, narudisha nyota yangu, narudisha akili yangu, narudisha mwili wangu, narudisha nafsi yangu kwa damu na kondoo. Inukeni enyi malango ya milele, mfalme utukufu apate kuingia. Unaanza kuambia sasa, achia nyota yangu, achia kazi yangu, achia mwili wangu kwa mamlaka ya damu na kondoo.
Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Jehova, tunavaa mamlaka tena kwa damu ya Mwanakondoo. Tunajenga madhabahu imara ya damu ya Mwanakondoo. Tunajenga madhabahu ya ushindi tena katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, mwizi anaposhikwa analeta mara 7. Na mlazimisha yule mwizi aliyeiba nyota, na mlazimisha achia katika jina la Yesu Kristo. Yule mwizi aliyefunga nafsi, na mlazimisha achia kwa mamlaka ya damu ya Mwanakondoo. Yule mwizi aliyefunga mwili, na mlazimisha achia katika jina la Yesu Kristo. Achia nyota, umemeza mali, utayatapika tena kutoka tumboni mwako. Bwana atatoa, Bwana atayatoa. Baba, nazama kwenye mashimo ya uharibifu na yapasua, nazama kwenye mashimo ya magonjwa na yapasua, nazama kwenye mashimo Job aliyefungia watu, na jaa na kuwa moto, na pasua machupa yao, na jaa na kuwa moto, na pasua kila magereza. Achia sasa watu waliofungiwa kwenye bahari, waachia kwa mamlaka ya Mwanakondoo. Watu waliofungiwa kwenye makaburi, achia katika jina la Yesu Kristo. Na waita njoo, njoo, njoo. Sema, nyota yangu njoo, nafsi yangu njoo, mwili wangu njoo kwa damu ya Mwanakondoo. Akili yangu njoo katika jina la Yesu Kristo. Mikono yangu njoo, kazi zangu njoo, mchumba wangu njoo. Anza kuita watoto wako sasa, anza kuita nyota yako, anza kuita kazi. Kuna watu tu mikono yao imeibiwa, umepata ajali, umepoteza mkono, kumbe mkono umeenda. Sema, katika jina la Yesu Kristo, navaa mamlaka kwa damu ya Mwanakondoo. Narudisha mwili wangu mahali ulipo, narudisha akili yangu, narudisha mikono yangu, maana imeandikwa, Mungu ni Mungu wa wote walio hai. Katika jina la Yesu Kristo, aliyepeleka nyota yangu kuzimu, aliyepeleka nafsi yangu kuzimu, na mshambulia katika jina la Yesu Kristo, na mfyeka kwa damu ya Mwanakondoo. Narudisha nyota, narudisha nyota ya uzazi, narudisha nyota ya mikono, narudisha nyota katika jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa, vyote vilivyozaliwa na Mungu vimeushinda ulimwengu katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa kwa mamlaka ya damu ya Mwanakondoo, malaika wa Mungu ni roho anaohudumia wote watakaourithi ufalme. Nami naamuru kuanzia leo, yule malaika aliyetumwa juu ya watu hao aende alete nyota leo na sasa hivi, maana wao ni watumishi wetu. Na vaa mamlaka na watuma malaika wafanikishe njia zao leo na sasa hivi. Achia nyota, ewe malaika wa giza, achia nyota, ewe mchawi anayefanya biashara za mili na roho za watu, achia katika jina la Yesu Kristo. Anza kumwambia sasa, achia katika jina la Yesu Kristo. Achia nyota yangu, achia kazi yangu, achia kwa damu ya Mwanakondoo, maana sisi tunapiga kwa imani. Sema, nawafyeka na upanga wa damu ya Mwanakondoo. Achia biashara yangu na kupasua kwa mamlaka ya damu ya Mwanakondoo. Achia kazi katika jina la Yesu Kristo, na kuvunja na kuharibu na kuteketeza vipande vipande kwa mamlaka ya damu ya Mwanakondoo. Pasuka sasa, pasuka katika jina la Yesu Kristo. Anza kuwafyekelea mbali, anza kuwavunja vunja vipande vipande kwa mamlaka ya damu ya Mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. So kuna uwezekano umejipata kwenye anasa, umejipata ushaolewa, unajipata kwenye mahusiano yako ushaolewa na yule ambaye si mtu, ama umeolewa na mtu ambaye ameingia kwenye madhabahu ya giza, ama ni ukoo wa uchawi. Lakini mmeenda sana, miaka imeenda, unaweza kugeuza, unamtakasa alafu unageuza, unasema, katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya damu ya Mwanakondoo, kama ni mchumba wangu na mgeuza anakuwa kama vile Bwana anavyopenda katika jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa, kila kitu kwenye Torati utakaswa kwa damu, na pasipo damu hakuna ondoleo. Baba, namgeuza mtoto wangu, namgeuza anakuwa baraka tena. Ndoa yangu naigeuza inakuwa ya baraka tena. Maisha yangu nayageuza. Anza kugeuza sasa, anza kugeuza. Hata kama hujaolewa, kuna uwezekano amekuangalia kwenye ulimwengu wa roho unataka kutuma mtu, sema, nageuza maisha yangu yanakuwa maisha ya baraka tena. Nageuza maisha yangu, mtoto wangu namgeuza, uzazi wangu naugeuza, nyota yangu naigeuza. Anza kugeuza sasa, sema, geuza, geuza, geuza. Nageuza mwili, nageuza nafsi, nageuza akili, nageuza mtoto wangu, nageuza uzazi wangu, nageuza mtoto wangu, nageuza mchumba wangu, nageuza katika jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa, Mungu aligeuza laana ya Balaamu ikawa baraka, nasi tunageuza sasa. Sema, mchumba wangu namgeuza anakuwa baraka tena, watoto wangu na wageuza wanakuwa baraka tena, maana imeandikwa, mwenye haki akianguka mara 7 atainuka tena. Sema, nainuka kama shujaa wa Bwana, nainuka kama kuhani wa Bwana, nainuka kama mtu aliyetumwa juu ya mataifa ili kuvunja, kuharibu, kuteketeza na kupanda na kujenga. Sema, najenga, nageuza mtoto wangu, nageuza baraka zangu, nageuza. Anza kugeuza sasa, anza kugeuza, anza kugeuza maisha yako. Sema, nageuza maisha yangu, nageuza kazi yangu, biashara yangu naigeuza, ndoa yangu naigeuza inakuwa ya baraka tena, maisha yangu nayageuza yanakuwa ya amani tena, kwa mamlaka ya damu ya Mwanakondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Unaomba hivyo tu, unasema, katika jina la Yesu Kristo, navaa mamlaka tena kwa damu ya Mwanakondoo. Imeandikwa, Mungu uligeuza umateka wa Ayubu, nami nageuza umateka huu katika jina la Yesu Kristo, na ugeuza unakuwa baraka tena. Imeandikwa, Mungu ulimbariki Ayubu
mpaka mwisho wake ukawa bora kuliko mwanzo. Na mimi nageuza maisha yangu katika jina la Yesu Kristo, nageuza katika jina la Yesu Kristo, na uwezo wa Yesu aliye hai unaanza kugeuza tu polepole kwa mamlaka ya damu na kondoo. Nataka tufute alama. Ukiolewa kwenye ulimwengu roho wanakuwekea alama. Kuna watu wamewekewa alama za magonjwa, kuna watu wamewekewa alama kwenye ulimwengu roho. Uziko mwili wa asili unafunuliwa mwili wa rohoni. Kama kuna mwili wa asili, basi pia kuna mwili wa rohoni. Kuna uwezekano umewekewa alama kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Kuna ukoo wanachanja watu, wanakatokatwa mahali, wanawekewa majivu ya watu waliokufa. Kuna watu kwenye ulimwengu roho umewekewa alama. Nataka tufute hizo alama za magonjwa. Nataka tufute kila chapa na alama. Unaombaje sasa? Unasema katika jina la Yesu Kristo navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa niko na chapa za damu ya mwanakondoo, mtu yote asinitaabishe. Chapa zote za magonjwa na alama za kuzimu, za kufungishwa ndoa za magonjwa, za kufungishwa ndoa na watu wa kuzimu, za kufungisha ndoa na giza, nazifuta alama za magonjwa, nazifuta alama za kuzimu, nazifuta kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuzifuta sasa, anza kuzifuta. Sema nafuta alama za magonjwa, nafuta alama za kushindwa, nafuta katika jina la Yesu Kristo kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Anza kuzifuta tu, sema katika jina la Yesu Kristo nafuta kila alama za magonjwa kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Nafuta kila alama za kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Nafuta kila alama za kufungishwa ndoa za kishetani kwa damu ya mwanakondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishie milele. Baba, navaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo. Ewe mwanadamu usiye na mwili uliyetumwa kumfungisha ndoa, kumchelewesha maisha yake, na kukamata kwenye ulimwengu roho. Ewe roho ya wafu uliyotumwa, na kukamata kwenye ulimwengu roho. Ewe malkia wa giza, na kukamata, uliyekuja kumfunga mtu huyu, na kukamata kwenye ulimwengu roho, na kufyeka na kuvunja vipande kwa damu ya mwanakondoo. Ewe mtu aliyekufa unayekaa ndani ya watu, ukaingia kwenye ndoa yake, na kukamata katika jina la Yesu Kristo, na kufyeka na wasaidizi wako, na washusha pande za mwisho za kuzimu. Aliyekuja kufanya biashara ya nyota, na kukamata. Aliyekuja kufanya biashara ya nafsi, na kukamata. Aliyekuja kufanya biashara ya roho, na kukamata, na kufyeka na kuvunja kwa damu na kondoo. Na vunja na haribu na kupasua vipande leo na sasa hivi. Na mamlaka tena kwa damu na kondoo, na kufyekelea mbali na kufyeka katika jina la Yesu Kristo, na uwezo wa Yesu aliye hai kwa damu na kondoo. Endelea kuomba sasa, endelea kuomba, endelea kugusa kila mahali. Sema nazungusha waya damu na kondoo, nazungusha upanga wa damu na kondoo, nateketeza kulia, na waangusha makumi elfu waliokuja kunifungisha ndoa. Napiga na vunja na fyeka yule roho aliyenyuma matatizo yangu, na mkamata kwa ulimwengu roho, na mfyeka katika jina la Yesu Kristo, na mpasua vipande kwa damu na kondoo. Nataka tuweke ulinzi sasa, nataka tuweke ulinzi kwenye maisha yetu. Unaombaje sasa? Unasema katika jina la Yesu Kristo, imeandikwa nyumba isipojengwa na Mungu, basi wajenzi wanakesha bure. Nyumba isipolindwa na Mungu, basi walinzi wanakesha bure. Baba, naweka ulinzi juu ya maisha yangu kwa mamlaka ya damu na kondoo. Naweka ulinzi wa damu ya Yesu kwenye nyumba yangu, naweka ulinzi wa damu ya mwanakondoo kwenye biashara yangu, naweka ulinzi wa damu ya mwanakondoo kwenye kazi yangu, naweka ulinzi. Ni wewe tu unasema, ni wewe tu unasema, sema naweka ulinzi kwenye biashara yangu, naweka ulinzi kwenye maisha yangu, naweka ulinzi kwenye ndoa yangu, naweka ulinzi katika kizazi changu kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuweka ulinzi kwa damu ya mwanakondoo. Anza sema najenga ngome ya damu ya mwanakondoo, najenga ukuta wa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa, mimi ni chombo kipya kikali chenye meno, nitafikisha vilima, nitavunja vilima zitakuwa kama makapi, na bomoa kila ngome ya adui nikijenga ngome ya damu ya mwanakondoo. Navunja ulinzi wa kishetani, najenga ulinzi wa Mungu katika jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa, mimi ni ukuta wa shaba, imeandikwa, mimi ni nguzo ya chuma katika jina la Yesu Kristo. Baba, najenga ukuta wa damu ya mwanakondoo, najenga ukuta wa damu ya Yesu kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kujenga ukuta wa damu na kondoo. Sema naweka ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo naamuru hakuna ndoa za kishetani tena katika jina la Yesu Kristo, na yoyote atakayenifungisha ndoa za kishetani naamuru apasuke vipande. Naamuru kuanzia leo hakuna kufungwa tena kwenye maisha, na yoyote atakayejaribu kunifunga naamuru apasuke kwa mamlaka ya damu na kondoo. Naamuru moto damu na kondoo umpate ghafla katika jina la Yesu Kristo, na uwezo wa Yesu aliye hai. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishi milele. Jehova, tunakushukuru kwa siku ya leo Baba, tukivaa mamlaka tena katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa tuvae silaha za Bwana za vita ili tupate kupigana siku ya ovu. Imeandikwa umeweka jiwe la pembeni juu ya Sayuni, atakayeliamini Baba hataibika. Baba, navaa mamlaka tena katika jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa yule aketie juu akacheka, akawafadhaisha kwa ghadhabu, akasema nao kwa hasira. Tazama Baba, imeandikwa umetuzaa nasi tumekuwa watoto wako, umekuwa baba yetu, umetufanya kuwa wafalme juu ya
mataifa. Tutakuomba chochote takacho, na utupatie misho ulimwengu kwa urithi wetu, utupatie mataifa kuwa mali yetu. Baba, tutawavunja watesi wetu na fimbo ya shaba, tutawavunja kama chungu cha mfinyanzi. Baba, navaa mamlaka tena katika jina la Yesu Kristo. Napasua watesi wetu, napasua ndoa zote za kishetani, navunja madhabahu zao, napiga madhabahu za wasaidizi wao, napasua madhabahu za wakuu wao, na wakamata wakuu wa bahari, na wakamata Baba, nafyeka na achilia moto katika jina la Yesu Kristo. Aliyemeza nyota za watu na kutapisha, aliyemeza akili za watu na kutapisha, ambao ndani yao mkuu wa ulimwengu huu alipofusha fikra zao, na kukamata mkuu wa ulimwengu huu ulipofusha fikra, na kufyeka na kuvunja. Achia sasa, achia nyota, achia. Umemeza mali, achia ndoa, umemeza mali, achia kazi, umemeza mali, achia kwa mamlaka ya damu na kondoo. Ewe mchawi uliyepeleka jina za watu kwenye madhabahu ya giza, na kukamata katika jina la Yesu Kristo. Ewe mshtaki wa ndugu zetu, na kukamata katika jina la Yesu Kristo. Uliweka kikao, na haribu kila kikao cha uharibifu, na vunja, maana imeandikwa, aliyejikusanya kwa ajili yetu na hajaamuriwa na Mungu ataanguka kwa ajili yetu. Baba, nampasua na fyeka vikao vya uharibifu kwa damu na kondoo. Imeandikwa, Jehova, umetutoa kwenye mashimo ya uharibifu, umetuweka kwenye mwamba. Baba, na haribu mashimo yote ya uharibifu, na yavunja vipande mapepo wanaopanga kuzuia maombi yetu, na yakamata kwenye ulimwengu wa roho, na yafyeka majoka wanaopanga kuzuia majibu ya maombi yetu kwenye ulimwengu wa roho, na yakamata na yafyeka. Maana imeandikwa, ile siri ya uasi kwa sasa inatenda kazi, na anayetenda kazi ataendelea kufanya kazi mpaka atakapoondolewa. Baba, namkamata anayefanya uasi juu ya maisha yangu, namkamata, namfyeka anayefanya uasi juu ya maisha yotoa, na mkamata na mpasua. Maana imeandikwa, sina ghadhabu wala sina hasara, sina hasira, nikipata na miba na michongoma nitakanyaga na kuiteketeza. Baba, nateketeza kila miba ya magonjwa, nateketeza kila mitego yao. Maana imeandikwa, Mungu ni Mungu wa watu walio hai. Imeandikwa, Mungu ndio kimbilio letu na msaada unaopatikana tele wakati wa mateso. Imeandikwa, Mungu atatokuwa na mitego za mwindaji na ile tauni inayoharibu. Baba, nakamata magonjwa inayoharibu, nakamata mizimu inayoharibu, nakamata ndoa za kishetani zinazoharibu maisha yetu, nazifyeka, nazivunja vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Na lazimisha baraka zetu zianze kudhihirika, na lazimisha nyota zetu ianze kuonekana tena kwenye maisha yetu, na lazimisha akili zetu ianze kutenda kazi tena katika jina la Yesu Kristo. Baba, nateketeza kila madhabahu, na vunja kila magano, na pasua kila ndoa za kishetani, na pasua pete za uchumba za kishetani, na pasua kila mikataba, kila matambiko, kila magano, na vunja kwa mamlaka damu na kondoo katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumeomba haya kwa kuamini, amen.